Kuna taarifa za kutisha lakini pia za kuogopesha kuhusu ujio wa kundi moja hatari ambalo kwa mujibu wa taarifa limesambaa katika baadhi ya mikoa ya Tanzania bara. Na habari hizi ni za kutisha na za kuogopesha kwa sababu historia ya kundi hili historia ambayo ipo mpaka sasa hivi, ukifanya jitihada za kuitafuta kwenye mitandao ya kijamii utakutana nayo, ni ya kutisha kweli kweli. Kundi lilihusika na utekaji, ubakaji, uporaji na kila aina ya uvunjifu wa sheria. Lakini kibaya zaidi ni kwamba wakati kundi hilo linafanya matendo hayo dhidi ya wananchi, kulikuwa na ushahidi wa wazi kwamba lilikuwa likipata sapoti kutoka kwa vyombo halali vya serikali, ikiwa ni pamoja na vyombo vya dola. Sasa kundi lenyewe ni kundi ambalo linafahamika kama Mazombi, lakini jina jingine ni Janjaweed, na kundi hili lilivuma sana huko Zanzibar. Mazombi walivuma sana huko Zanzibar na wamesababisha madhara makubwa sana. Ukimuuliza Mzanzibari yoyote anayefahamu yanayoendelea katika visiwa hivyo, atakuelezea balaa kubwa lililofanywa na Mazombi. Sasa hawa Mazombi hujitokeza zaidi kwa Zanzibar, walijitokeza zaidi nyakati za uchaguzi na huko visiwani, na pia walishiriki kwa kiasi kikubwa kuhujumu zoezi la Wazanzibari kujiandikisha vitambulisho vya kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi BVR, ambapo walikuwa wakiwatisha watu, wakivamia watu na kuwapiga watu, lakini pia walituhumiwa kuhusu vitendo vya ubakaji, ulawiti na hata mauaji. Pia hili kundi la Mazombi au Janjaweed pia mara nyingi lilikuwa likitumia silaha za aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na silaha za jadi kama vile mapanga, mikuki na nondo, pamoja na silaha za moto. Na pia kwa huko Zanzibar, kundi hili wakati linafanya hii mizunguko yake, kwa sababu ilikuwa ni hadharani, mara nyingi magari yaliyokuwa yakitumika na kundi hili yalikuwa ni magari ambayo yanahusishwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo huu ulijenga ushahidi kwamba huenda kundi hili linapata sapoti au linadhaminiwa na dola kwa huko Zanzibar pamoja na chama tawala. Wahanga wakubwa wa kundi hili walikuwa ni viongozi na wanachama na wafuasi wa chama cha CUF CUF wakati huo. Lakini yayumkinika kudhani hata ACT Wazalendo wanaweza kuwa pia wahanga wa hawa Mazombi, kwa sababu hawakuwahi kuondoka. Sema kwamba kwa sababu wao mara nyingi huwa wanaibuka wakati wa uchaguzi, lakini baada ya uchaguzi kupita wanakuwa wametulia. Sasa uchunguzi uliofanywa na Jasusi TV baada ya kupata taarifa hizi zimeeleza kwamba kundi hili la Mazombi ambao pia wanajulikana kama Janjaweed bado lipo na liko active, na watu mbalimbali waliofuatwa kwa ajili ya kupata taarifa zaidi kuhusiana na suala hili walithibitisha kwamba kundi hilo limeletwa bara, na awali walifikia Dar, lakini inaelezwa kwamba wamesambazwa pia katika mikoa mbalimbali. Na hili kundi lina jina hilo la Janjaweed, lina jina jingine la Janjaweed. Janjaweed ni kikundi hatari sana kilichopo nchini Sudan. Hili kundi la Janjaweed lilifanya mauaji ya kutisha, ubakaji na kila aina ya unyama huko Sudani. Kwa hiyo vitendo vile vilivyofanyika kule Sudani ndivyo vilivyopelekea jina hili la Janjaweed kwa hawa Mazombi. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba lengo hasa la hawa Mazombi kuletwa huku bara ni kwa ajili ya Chadema, hasa kukabiliana na ajenda hii ya no reforms no election, hasa kutokana na ukweli kwamba jitihada mbalimbali zilizofanywa na dola pamoja na Chama cha Mapinduzi zimefeli katika kudhibiti chama hicho. Zinaendelea, lakini kwa kiasi kikubwa hizi ambazo zimejaribu kufanyika hazijazaa matunda kusudiwa. Kama ambavyo nimeeleza katika makala mbalimbali, mkakati wa kwanza wa hujuma ulianza kwa kumwaga fedha nyingi kwenye chaguzi za ngazi za chini katika chama hicho,
lengo likiwa ni kuwaandaa watu ambao baadaye wangemzuia Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa kwa wakati huo upande wa bara asije kuwania urais. Na Mheshimiwa Lissu alipopata taarifa hizo ndio akaamua kuwania uwenyekiti. Sasa alipotangaza kuwania uwenyekiti, zikamwagwa tena fedha nyingi ili kuhakikisha kuwa hashindi nafasi hiyo, na pia fedha nyingi ziliwekwa kwa mpinzani wake Mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa Chadema kwa wakati huo. Hata hivyo, jitihada hizo zilifeli na Mheshimiwa Lissu akashinda katika uchaguzi uliofanyika Januari mwaka huu. Baada ya hapo, mnafahamu yaliyofuata. Muda si mrefu likaibuka kundi la G55 ambalo awali lilidhaniwa kwamba lingeweza kuiumbisha Chadema kutoka ndani. Baada ya kushindikana, kundi hilo likajitoa na kuhamia huko Chauma ambako ajenda kuu imekuwa ni kuishambulia Chadema. Lakini licha ya hayo, kuna fahamu yaliyojiri ikiwa ni pamoja na kumkamata Mheshimiwa Lissu na kumzushia kesi ya uhaini. Yametokea matukio mengine mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuzuia ruzuku kwa chama hicho, pia kukitoa katika ushiriki wa uchaguzi, japo chenyewe kilisema kuwa focus yake ni katika ajenda ya no reforms no election. Hata hivyo, walikuwa na haki ya kushiriki katika uchaguzi, lakini Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikiondoa chama hicho. Licha ya hayo, pia majuzi msajili wa vyama vya siasa aliingilia kati taratibu halali za chama hicho na kusimamisha na kuwaondoa viongozi kadhaa wa Chadema. Na la mwisho ambalo ni kubwa zaidi ni hili lililotokea wiki iliyopita ambapo chama hicho kimefungiwa kwa siku 14. Inadhaniwa kwamba hata baada ya hizo siku 14 kuna uwezekano wa zuio kubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba chama hiki hakiendelei na shughuli zake, kwa sababu pamoja na jitihada zote zilizofanyika, ajenda ya no reforms no election imeendelea kushika kasi na sasa imehamia mtandaoni ambako imepokelewa vizuri sana. Kwa hiyo watawala na mfumo na CCM kwa ujumla wamekuwa hawana amani. Kwa hiyo hawa mazombi inaelezwa kwamba wamekuja maalum kwa ajili ya kukabiliana na Chadema, na taarifa za awali zinadai kwamba licha ya bara, lakini pia wanatarajiwa kwenda Kilimanjaro, Arusha, Mbeya, Kigoma na hapo pamoja na mikoa mingine ambayo inadhaniwa kuwa na ngome ya upinzani. Lengo hasa kama nilivyosema ni kusambaratisha kampeni ya no reforms no election na kujenga hofu. Yayumkinika kuhisi, kwa sababu kulikuwa na taarifa kwamba kutakuwa na matukio ya umoja wa vijana UVCCM kutumia watu kuvamia mikutano ya Chadema. Mnafahamu kilichojiri Igunga juzi ambapo kulikuwa na genge lililovamia mkutano na mlinzi wa Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa taifa wa Chadema, alijeruhiwa vibaya. Na pia katika mashambulizi hayo iliashiria kwamba kulikuwa na lengo la kumdhuru Mheshimiwa Heche, lakini bahati nzuri wananchi waliwazidi nguvu hao wavamizi na dhamira yao ovu haikufanikiwa. Kwa hiyo hii ni taarifa kuhusu ujio wa hao mazombi. Sasa kuna watu wawili ambao wanahusishwa na kundi hili. Mmoja alipata uteuzi mkubwa serikalini takriban miaka 2 iliyopita. Ni mtu mwenye wadhifa mkubwa serikalini. Na huyu bwana, kuna picha kabisa mtandaoni zinamuonyesha akiwa kwenye magwanda na akiwa na hao vijana mazombi. Kwa taarifa kutoka Zanzibar zinamtaja huyu mtu ni kuwa ni kiongozi wa kundi hili la mazombi huko Zanzibar, na ujio wake huku bara ulikuwa maalum kwa ajili ya kitu hicho. Kwa mujibu wa maelezo ni kwamba huyu mtu alikuja takriban miaka 2 iliyopita baada ya kupewa uteuzi, na katika muda wote huo alikuwa anafanya coordination ya kuhakikisha ujio wa hili kundi kwa ajili ya uchaguzi huu 2025. Pia kuna mtu wa pili ambaye pia anahusishwa na kundi hili. Aliteuliwa kushika wadhifa wa juu ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo alihama kutoka Zanzibar, lakini yeye bado ni mwakilishi huko Zanzibar, lakini ana wadhifa wa juu katika moja ya vikao, moja ya mpangilio wa Chama cha Mapinduzi. Ni mtu mkubwa katika chama hicho. Kwa hiyo hawa watu wawili wanahusishwa moja kwa moja na kundi hili, na uwepo wao bara unahusishwa pia na suala hili la hao mazombi. Sasa kwa upande mmoja, kwa nini taarifa hizi zimekuja kuibuka sasa hivi? Japo kwa mujibu wa maelezo ni kwamba ujio wa hili genge umechukua kitambo, sio kama umekuja jana au juzi. Ni kitu kilichotokea, na kwa wanaofuatilia kwenye mitandao ya kijamii huenda watakuwa wameshasikia
tetesi hizo. Hata mimi juzi nilitweet kwamba kuna taarifa za ujio wa mazombi ambao pia wanafahamika kama Janjaweed kutoka Zanzibar kuja huku bara, lakini watu wengi wameonekana kutokuwa na taarifa kuhusu hili au pengine wamepuuzia, na hili naomba nilisemee kwa sababu mimi nimekuwa nikifanya sana jitihada ya kuwapatia watu elimu ya masuala ya intelijensia, kwa sababu inaweza kutumika katika maisha binafsi, na ni muhimu sana katika nyakati hizi za hatari za watu wasiojulikana, za siasa za kuindana na vitu kama hivyo. Ni muhimu kwa kweli kuwa na knowledge ya vitu kama hivyo, kwa sababu uwepo wa makundi kama haya ungeweza kuwa rahisi kuwa reported endapo watu wanaweza kutambua, lakini sasa sio kila macho yanaweza kuona kila kitu, inatakiwa hayo macho ya kiintelijensia, na tutaendelea kufanya jitihada ya kuwapatia watu hii elimu ya bure ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika zama hizi. Je, una maoni gani kuhusu hili? Je, na wewe umeshasikia lolote kuhusu hili kundi? Basi karibu utoe maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment, na mimi ninaendelea kufuatilia. Asanteni na kwaherini.